فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Muulizaji anasema baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhamia Madina aliwahi kusali safari, yani aliwahi kusali sala ya safari akiwa anaishi hapo, na kama misali safari ni kwa muda gani, yani miaka au miezi? Jawabu, imethibiti kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohama Makka kwenda Madina, akaifanya Madina ndiyo watani yake, basi alikuwa hasali safari Madina, lakini akiondoka katika mji wa Madina katika safari zake, ikiwa kwenda vitani au kwenda umra Makka au hija kwa mfano, huwa ndio anasali safari nje ya mji wa Madina mpaka arejee. Kwa hivyo alikuwa anasali safari hata katika mji wa Makka ambao aliishi miaka 53 tangu kuzaliwa, kisha ndio akahama kuhamia Madina. Kwa vile Madina ndio ishakuwa watani yake, basi aliporejea Makka kwa ajili ya umra au kwa ajili hati ya ufunguzi wa Makka, alikuwa akisali safari mpaka arudi Madina. Imethibiti kwamba sallallahu alaihi wasallam alipokuja katika ufunguzi wa Makka alikaa Makka siku 19 kwa mujibu wa riwaya ya Imam Bukhari, akiwa anasali rakaa mbili, yani sala ya rakaa 4. Vile vile alipokwenda Tabuk, katika vita vya Tabuk, alikaa huko siku ya 20 akiwa anasali sala ya safari, kwa maana anapunguza rakaa 4 kwa 2. Na yeye sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba huu ndio muda wa mwisho wa kupunguza sala, kuifanya sala ya safari, lakini maulama katika madhehebu mbalimbali wakaweka mipaka na wakatofautiana katika kuweka mpaka. Kwa mfano madhhabi ya Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad wameona kwamba mtu akinuia zaidi ya siku 4 kukaa pahali safarini, basi atimize, asipunguze sala, kwa maana sali kama mkazi. Imam Ahmed akaihisabu siku ya kuingia safarini na siku ya kutoka, yani siku ya kufika hapo pahala na siku ya kuondoka, akazihisabu kwamba akasema mtu akiwa atasali sala 20, basi atimize baada ya hapo. Akishatimiza sala 20 katika pahali ambapo kenda katika safari, basi baada ya hapo atimize, asipunguze raka. Imam Shafi'i na Imam Malik hawakuzihesabu zile siku za mbili, yani ile ya kufika pale pahali ya kuingia safari na pa kufika, na ile siku ya kuondoka katika pahala pa safari hakuzihesabu. Lakini pia wamesema akiwa ananuia kukaa zaidi ya siku 4, baada ya hizo siku 4, mbali ile siku ya kufika na siku ya kuondoka, anatakiwa asali timamu, asipunguze raka. Imam Abu Hanifa akasema ikiwa mtu atakaa zaidi ya siku 15 huko safarini, basi atimize, asipunguze. Kwa hivyo utaona mختلفiana katika kuweka muda gani ambao mtu anatakiwa asali safari. Na kama tulivyosema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa siku 19, amekaa siku 20, na hakusema kama huu ndio muda wa mwisho wa kusali sala ya safari. Na kauli ambayo inatolewa fatwa kwetu ndio inategemewa ni kwamba mtu atapokuwa safarini muda wowote ule, maadamu hakunuia kubaki hapo, kuishi hapo na kufanya hapo ni watani yake, basi atakuwa bado anaendelea kusali sala ya safari. Na Sheikhna al-Allama Said bin Mabruk al-Qanubi hafidhahullah wa ra'ah amesema kwamba hii ndio rai ya jamaahir as-sahaba wa tabi'in, kwamba wengi katika masahaba na tabi'ina hii ndio rai yao, kwamba mtu kama hakunuia pahali hapo kuwa ndio watani wake na kwamba ndio kishafika na ataishi hapo, basi itakuwa bado madamu amekaa kwa muda, atalazimika kusali safari muda wote utakaokaa, madamu ataondoka baadaye, nia yake kuondoka, sio kubaki hapo, kuishi hapo. Na akasema kwamba hii ndio kauli
ya Ibn Taymiyyah katika baadhi ya fatawa zake na Ibn al-Qayyim na Ahmed Shakir. Akamnukuu Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa, na mimi nimehakikisha nimekuta nasi hiyo au nukuu hilo nimelikuta katika fatawa zake Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa, kwamba amesema baada ya kuzungumzia hili swala la khilafu baina ya kuweka muda maalumu na ipi bora kutimiza au kupunguza, akasema ama yule ambaye imembainikia sunna, anasema Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa, ama yule ambaye imembainikia sunna, yani sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwekea sheria msafiri ila ya kusali rakaa 2 na hakuweka muda maalumu katika hiyo safari au pahala maalum, na kwa hivyo hakuna yani kikomo katika muda ambao umewekwa kwa ajili ya safari, sio siku 3 wala sio siku 4 wala sio siku 12 wala 15, basi anatakiwa mtu apunguze raka, asali qasr, kwa maana raka 4 azifanye raka 2. Na anasema hiyo ndio ilikuwa rai ya wengi katika salaf, yani watangulizi wema katika masahaba na tabiina walikuwa wakifanya hivyo. Akasema kwamba hata ikawa Masruq amewekwa kama ni liwali katika pahala ambapo hakupachagua, yani hakupendelea yeye kukaa katika liwali katika pahala hapo, basi anasema akakaa miaka akiwa anakusuru sala, kwa maana anasali qasr, yani anasali sala ya safari. Akataja vile vile kwamba Waislamu wamekaa katika mji wa Nahawand miezi 6 wakiwa wanasali qasr, yani wanapunguza raka 4 kuwa ni 2, pamoja na kwamba walikuwa wanajua kwamba watahitajia kukaa hapo zaidi ya siku 4, kwa maana walikuwa wanahitajia kubaki hapo zaidi ya siku 4, na wakapana hayo miezi 6 wanapunguza sala, wanasali raka 2. Na akaendelea kutaja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufunguzwa Makkah alikaa karibu siku 20 anapunguza sala, na alikuwa anajua sallallahu alaihi wasallam katika ufunguzi wa Makkah kwamba anahitajia kubaki hapo Makkah zaidi ya siku 4. Kwa hivyo nasema Ibn Taymiyyah, ikiwa kuweka muda maalum hakuna asli, maadamu mtu ni msafiri anapunguza sala hata kama atakaa pahala miezi. Wallahu aalam. Kwa hivyo hiyo ni nukuu la fatawa au fatwa Ibn Taymiyyah katika Majmu' al-Fatawa. Amemnukuu Sheikh Said bin Mabruk al-Qanubi, na mimi nimehakikisha nukuu hilo kweli limo katika Majmu' al-Fatawa. Kwa hivyo hii ndio rai ambayo inategemewa na madhhabi yetu ya Kibadhi, na kama alivyosema al-Allama al-Qanubi, na kama tulivyoona katika nukuu lake hilo, Ibn Taymiyyah ana mili katika rai hii vile vile. Wallahu a'lam.